for what you just erased from the statement you just erased from you yourself. Sankong, I think sijui kama unaenda Saudi Arabia ama you just went to another country ambayo na karibia kuitwa Saudi Arabia. Here I want to read the statement from Sankong MP mheshimiwa mwanaomba kura ya watu napigiwa. Day 5 in Saudi Arabia, capital city of Riyadh, met with Saudi Ministry of Labor, Sakan, mega recruitment agencies and Kenyan immigrant workers willing to continue working and those who want to return back home. So I want to read kitu Sankong aliweza kurelease. By the way, nataka kuleta kitu Sankong aliweza kusema. Kenya doesn't produce minerals. Kenya doesn't produce minerals. I wonder, there's some kind of minerals that we are being produced in Kenya. So hizi ni gani? Nitaweza kuzungumza baadaye. Kenya doesn't produce automobiles. Anyway, Kenya doesn't produce factories, products. Kenya produce nothing for export. So the statement from Sankong, I don't know the kind of the honorable you are when you say Kenya doesn't. Kenya produce nothing for export. Kenya produce nothing for export. You Sankong. By the way, this kind of export and import. Okay, let me talk about export. The export of Kenya. Like soapstones. Like what we call anyway, let me just go. Let me continue the statement from Sankong. The only thing Kenya beat the rest of the world in production is production of children. The statement. So we beat other countries in the production of children. The statement from Sankong. Therefore, we must export laborers. Sankong, the statement from you that we must produce the export of laborers. We beat the rest of the world in the production of laborers, both in a training and birth rate. That's a statement. I don't know what you want. Ile kitu mweri kupeleka Saudia kufanya. I don't know what kind of Saudia you went. Kenya export professionals. It's okay. Kenya export skilled laborers. It's okay. Kenya export skilled laborers. It's okay. Well and good. Kenya export female domestic workers. I don't know what kind of worker. Yes, it's okay sometimes. Why are all complaints on domestic workers? And that's the same question that we're asking as we Kenyans. From my statement, the problem is Kenya. That's a statement from the honorable. Somebody who represent wananchi kwa bunge. Ndio nasema kwamba from my statement, from my assessment, the problem is Kenya. The Kenya recruitment agents who pick girls in the Koinange Street. And at the agencies, they pick girls from Koinange Street. Hayo ni matusi. Kitu cha kwanza, unatusi wasichana wetu ati wanakuwa picked from Koinange Street. Don't you know kwamba wasichana kuna padhi ambao wamesoma hawana the way forward? Wacha kwanza nisimamishe hii muziki hapa. What nisimamishe hii. So Sankong, when you say kwamba at the agents wanapiki wasichana kutoka Koinange Street, don't you know kwamba hao ni wasichana wetu? Wasichana wetu ambao wameenda shule hawana the way forward. Kenya kuna kazi, just because unawaita wanatoka Koinange Street. Nikienda wote kwanza niende kushughulikia simu.
So so you know guys, but hii kitu nayo inauma sana. Sankong honorable. Just you went for 5 days kukula kuku ya Saudia na kuenjoy. At pass and process and export them as immigrant workers without pre-departure training on laws, traditions and cultures of foreign countries. So mheshimiwa, mbona ukaamua kuita wasichana kwamba wanatolewa kwa bar, wanatolewa kwa Koinange Street na wako brothels? So ulikuwa unamaanisha nini by the way kutusi wasichana wetu tu hivyo? Ama kutusi watu, kutusi wa Kenya wenye kuosteata where you visited? Ulipewa kuku ya Saudi kuharibu akili? Ulipewa kuku ya Saudi ikakuharibu akili? Sankong, what is the problem? You should tell us what did you find there? Wakati ulifika huko, ulifind nini? What's the problem with the Kenyan ladies or the Kenyans in Saudi? What's the problem with the government of Saudi Arabia? So and then tunakuja with conclusion. So ukituambia kwamba the problem in Kenya, we are just pity the other world, it's just the birth rate. Really? Are you serious? Unatutusi bana. And then unatusi wasichana wetu. Even back home, you cannot pick a house help from Koinange Street or Sabina Joy and expect house services without parental control. Surely. Like seriously? So, what you are trying to tell us, how wanawako ulipata Saudia? I was saying like this. Sankong, sijui ni Sankong, sijui ni jina nipi, sijui honorable what. I wonder, what kind of honorable are you? By the way, so how dare you unatusi wasichana wetu ambao wanafanya kazi pale? Ati watu wanatolewa kwa Koinange Street, wanatolewa kwa Paz. Are you serious? Is this what you confirmed from the other side? Because I have a friend who's a graduate from Cambas, but she's working as a housemaid in the other side. Kwani alitolewa pa? Hii the government of Kenya mmeferi kutafutia vijana kazi. Wakienda kutafuta kazi huko nje, hamtaki watetea, and then ndio mkuja kuwatusi etu. Sankong, unafaa ukuje uongee na Wakenya. Tell us ulipata nini kule kuhusiana na Wakenya? Shida iko wapi na shida iko wapi kwa wale Waarabu? Just tell us direct, ulipata nini kutoka the other side? Wacha kutupitisha hapa na kutusi wasichana wetu ati wametolewa kwa Koinange Street, wametolewa kwa pa. Sasa surely at once I return home, I will initiate amendments to the labor migration law so that we set minimum morals and education requirements for all Kenyan immigrant workers. We will lobby executive to fast-track signing of bilateral agreements that protect all Kenyan workers in Middle East. It's okay, but what is the problem? What did you find? Shida ulipata ni ipi ambayo ina what is the problem ambayo ulipata the other side? We will not allow families to send drug addicts for rehabilitation to Middle East. Discussing as a reference, we will not allow prostitutes from Sabina Joy to go to the Middle East. No, my friend. So you mean Virulienda Saudia, watu ulipata kule the prostitutes from Kenya? So you mean Kenya inatuma ma prostitute kule Middle East to work there as a host as domestic workers? You know kitu ulifind huko. You should tell us this the truth. At from Sabina Joy to go to the Middle East with hidden agendas, discussing as immigrant workers. Because all Kenyan working outside our borders are our ambassadors.
and they have the potential of opening or closing employment opportunities for other Kenyans. We must protect countries offering Kenyans employment, hence alleviating unemployment. Sankong, the statement you just give to Kenyans, it is totally mad. The information that you give to Kenyans is totally dirty. You need to reconcile yourself. Nendo kaa chini na ufikirie kwa akili zako vizuri. And come back to the Kenyans. Tell us, is it really ni prostitute wako Middle East? How did you find this common ma prostitute wako huko? How ma prostitute? Uko na evidence kwamba we produced ma prostitute kutoka Sabina Joy and Koinange Street. Finally, niko na maswali kama matatu manne ambayo Wakenya tunajiuliza bado. Wewe Sankong, nakuuliza, ulijuaje kwamba hao wanawake wako pale ni malaya na wanatolewa Sabina Joy? How did you come? Ulijuaje? The information ni gani? Just tell us. Namba kitu ingine. Ni wangapi ulipata kule wakakusafu, ama ni wangapi ulipata wakakusafu kwamba ni ma prostitute maybe? So, kama ni ma prostitute tumetuma kule Saudia, mbona muweke embassy kwa ma prostitute? Ma prostitute wanaendanga malaya, kwa Kiswahili ni malaya. Mbona muweke embassy kwa mahali malaya wanaendanga? Kitu kingine, wewe ni mheshimiwa. Hebu nikuulize swali. Kwani Kenya hawa malaya wanakuanga na airport yao ya malaya inawasafirisha kwenda Middle East? Nini kama government huwa mnakuanga wapi malaya pasi wakipelekwa the other side? Nimeamua kutumia Kiswahili kama mtu aelewe hili. Hawa malaya wakiendanga Middle East, nyinyi huwa mnakuanga wapi kama government? Sheria ni zipi mmeweka kisha baadaye hawa malaya wanapitia wakiendanga? Si nyinyi pasi ndio mnaruhusu hawa malaya wanenga vile mnasema? Bana stop, wacha kutukana mtoto wa mtu mwenye mtu amezaa, amelea, anaenda kutafutia familia yake, alafu nakuja kusema kwamba ati malaya. Is that what you want to find out there? Uliona ukapewa kukuza kwanza Kenya, Kenya sisi ndio tuna export nyama kwenda Saudia, I think. Ulifika huko ukapata kuku ya Kenya imepanda ndege imefika hata side, sasa imekuwa tofauti, imekuchanganya akili. And you want to tetea hao wasichana wetu hapa and tell us the problem. Wasichana wanakufa the other side. Wasichana wanauliwa kule, wanateseka. Wengine wako wenda wazimu. What is the cause? Wewe bana, wacha ujinga uko nayo hapa ya kutusi watu ati sijui nini. Tell us the truth. If you are innocent there, nenda pale, jua tatizo ndipo hao wasichana hao watu wanapitia the Middle East. Come up with a solution. Tell us, tumepata shida ni hii na hii. Anza kuwafunza jinsi ya kuishi the other side. Wacheni kutusi watu wengine ati malaya, ma prostitute. Wametolewa kwa Koinange Street, Sabina Joy. Uko na evidence kwamba hapo ndio walitolewa? How sure are you kwamba hao ni walitolewa Sabina Joy, wakatolewa Koinange Street? Ulikuwa na record inaonyesha kwamba hapo hao watu walitolewa kule? Unajua shida ambazo watu wanapitia mpaka wanaamua kusafiri kwenda Middle East. Mimi nashangaa sana. Wewe ni mheshimiwa wa aina gani? Na nani alikuchagua? Nani alikupigia kura mpaka ukaitwa mheshimiwa? Hata akili kidogo uwezi tumia ya kwenda kule utuletee majibu mazuri. Wewe jitokeze na ukuja hapa nje utuambie ukweli. Tuambie ukweli, shida iko wapi?
Meanwhile nitakurudia tena. I'll come back to you. Hoya. Hello guys. Kama kawaida nimerejea tu kwa sababu ya kitu kimoja ambacho kinanyuma kidogo tu, samahani. So hapa tunataka kuzungumzia kuhusu Honorable David Ole Sankok, MP, Mheshimiwa. I want to address you wherever you are and get this clearly. I know itakufikia. Honorable David Ole Sankok, the MP, you just traveled to Saudi Arabia for 5 days just to negotiate and make to ensure that our ladies, the Kenyans who are working at Saudi Arabia, wanafanya kazi kwa